Mchakato wa haki unahitaji hivi au falsafa, yani dhana halisi ya kifalsafa. Unapomkamata mtu, unaposema unamtuhumu kwa makosa ya uhaini, manake uwe umeshachunguza, yani uchunguzi umeshakamilika, ili tuweze kuendelea, ili mashtaka yaweze kuendelea kwa mujibu wa katiba. Kwa sababu tambua, unapomkamata mtu unamweka kizuizini, manake unazuia uhuru wake. Ushafahamu unapozuia uhuru wake, alafu ukisema ushahidi yakamilika, baadaye unajua kusema mimi sina haja kuendelea na kesi kwa sababu DPP anayo mamlaka. Kwa maana umeamua kumkamata mtu, umemweka mtu, hiyo si jambo la haki. Ila kwa sababu tu kisheria na mamlaka hayo imeruhusiwa kwa sheria, lakini ndio maana hapo tunasema kwamba kuna tofauti, kuna mstari mwembamba kati ya sheria na haki. Tushafahamiana Kwa hiyo ni vyema jamhuri, nadhani pia waweze kukamilisha uchunguzi kwa wakati, ili tupate kusikiliza hilo jambo pate kusikilizwa, tujue ukweli uko wapi. Je, kweli ni muhaini au la? Ili mtu kama ni muhaini, basi akapate kutumikia kila anachostahili kwa mujibu wa sheria. Kama si muhaini, basi akapate kuachia uhuru wake kwa mujibu wa sheria. Mahakama ni chombo ambacho kipo huru na kipaswa kuingiliwa, na hili ni jambo la kikatiba, kwamba katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatambua hilo jambo. Lakini vile vile sisi miongoni mwa wajibu wetu mkubwa sana ni kuhakikisha tu haki kaonekane kwa vitendo, kwamba imetendeka pasi kufungwa na masharti ya kiufundi. Kwa sababu mahakama ni chombo huru na ni mahakama ya wazi, na umma na jamii wanastahili kufuatilia yale ambayo yanaendelea katika hizi mahakama zetu. Unajua, kesi kama za namna hii, kesi kama za kina Tundu Antipas Lissu ni kesi za kihistoria. Kama ilivyokuwa nadhani katika harakati nyingi za ukombozi, kuna Bibi Titi Mohamed, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ilishakuwa katika mambo kama hayo. Kwa sasa zinavozuka kesi kama hizi, kwanza pia wanazuoni wengi au scholars wengi wafani mbalimbali kama wafanya sheria wanakuwa wanajifunza. Ndio maana watu wanataka mahakama iwe huru, mchakato uwe wazi, ili watu waweze kufahamu nini maana ya uhaini, tafsiri ya uhaini ni nini, uhaini unaratibiwa vipi, unapangaje. Kwa sababu hayo ni mambo ambayo huwezi ukayahoji sehemu nyingine isipokuwa ni mahakamani. Ndipo ambapo unaweza ukayahoji, yani jamii au wananchi hawezi kuyahoji sehemu nyingine isipokuwa katika demokrasia yenye uhuru na wazi, na hususan mahakamani. Kwa sababu polisi wao wana uwezo kukuhoji, kukamata na kukuhoji. Ushafahamu Lakini mwananchi wewe useme uwezi kuwahoji. Lakini namna gani unaweza kuhoji hizo haki zingine na utaratibu gani upo na watu wakapata elimu? Ni mahakamani. Tumeona leo kesi imesomwa, lakini pia imepigwa kalenda. Kwa linavyoonekana kesi hizi kama za uhaini, kuna mategemeo kuna kwamba kwa kipindi kifupi inaweza kumalizika au inaweza kuchukua kwa muda mrefu zaidi uchunguzi kukamilika na kesi hiyo kuweza kufahamika mbivu na mbichi. Mchakato wa haki unahitaji hivi au falsafa, yani dhana halisi ya kifalsafa. Unapomkamata mtu, unaposema unamtuhumu kwa makosa ya uhaini, manake uwe umeshachunguza, yani uchunguzi umeshakamilika, ili tuweze kuendelea, ili mashtaka yaweze kuendelea kwa mujibu wa katiba. Kwa sababu tambua, unapomkamata mtu unamweka kizuizini, manake unazuia uhuru wake. Ushafahamu unapozuia uhuru wake, alafu ukisema ushahidi yakamilika, baadaye unajua kusema mimi sina haja kuendelea na kesi kwa sababu DPP anayo mamlaka. Kwa maana umeamua kumkamata mtu, umemweka mtu, hiyo si jambo la haki. Ila kwa sababu tu kisheria na mamlaka hayo imeruhusiwa kwa sheria, lakini ndio maana hapo tunasema kwamba kuna tofauti, kuna mstari mwembamba kati ya sheria na haki. Tushafahamiana Kwa hiyo ni vyema jamhuri, nadhani pia waweze kukamilisha uchunguzi kwa wakati, ili tupate kusikiliza hilo jambo pate kusikilizwa, tujue ukweli uko wapi. Je, kweli ni muhaini au la? Ili mtu kama ni muhaini, basi akapate kutumikia kila anachostahili kwa mujibu wa sheria. Kama si muhaini, basi akapate kuachia uhuru wake kwa mujibu wa sheria. Tumeona miongoni mwa majaji ambao walitoka pale nchini Kenya kuja kuhudhuria katika kesi ya Tundu Lissu waliweza kuzuiwa. Alisema hivyo akisikika kwenye kizimba cha mahakama pale kwenye kituo cha Chadema, Tundu Antipas Lissu, kwamba Jaji Butungi alizuiwa. Ukiwa kama mwanasheria, unadhani wana mandate kuweza kuzuia mtu kwenda kusikiliza kesi mahakamani? Ni kweli tumeona wanasheria kadhaa wameweza kuzuiliwa, ambapo wanasheria wa East Africa, lakini pia kama unavyoona, kama alivyosema, kuna Jaji William Mutungi pia amesema ameweza kuzuiliwa. Lakini sababu zao kubwa sana, hususan watu wa serikali wanasema labda zile taratibu au za kiitifaki za kidiplomasia
hazikuweza kuzingatiwa kwa mujibu wa vyanzo vya taarifa vinavyoeleza. Lakini tu swala mtu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, huo ni uhuru, hiyo ni haki ya binadamu. Ushafahamu hiyo ni uhuru na ni haki ya binadamu. Hakuna mtu yote ambaye anaweza kuzuia uhuru wa mtu. Alimuhimu tu afuate sheria na asivunje kanuni na sheria za nchi kama zinavyoelekeza. Na swala mtu kuja mahakamani, kwa sababu unajua kwamba kama ilivyokuwa taifa tuna marafiki wengi sana Tanzania. Tuna marafiki na nchi jirani, Kenya, Uganda, Kongo, umeona, mpaka tunavuka mipaka ya Afrika tunakwenda huko bara la Ulaya huko hivyo, kwamba tunakuwa na friend. Na vile mtu yote, binadamu yote wa kawaida, kwamba usitegemee kwamba kama Mtanzania akakosa kuwa na urafiki na mtu wa Kenya, kwa sababu wote kwamba ni binadamu. Kwa mtu anaposikia rafiki yake yuko nchi fulani anapata madhara, aidha masuala ya kisheria na mkabili ambaye analeta ukakasi, aidha labda maradhi, mtu anauiwa. Anaona kwa nini situmie haki hii, nisitumie binadamu huu kwenda kumuona, kumjulia hali na kufuatilia, ili nione kwamba pale napobidi kusaidia aweze kusaidia. Hili nitakwa na kanuni ya maisha halisi ya binadamu. Kwa hiyo nadhani tu ni serikali iweke utaratibu mzuri, utaratibu rafiki, ili vitu vya namna hii watu wa kigeni waweze kufuatilia michakato kama hii ya kisheria na haki kabisa. Kuendelea kuwazuia ni kwamba tutazidi kuendelea kuichafua nchi yetu. Itaonekana kwamba nchi yetu haiheshimu misingi ya kidemokrasia, haki za kibinadamu. Kwa hiyo tutazidi kuchafuka katika sehemu mbalimbali, na sisi swala la kuchafuka kwa nchi yetu kikweli ni jambo ambalo linatusikitisha, kwa sababu tunaamini hili ni taifa huru. Tumelelewa katika misingi ya utu, umoja, mshikamano, binadamu, ni watu wenye huruma. Tumelelewa katika misingi hiyo, ndio maana sisi hatuna ukabila. Mbona sisi mtu yote akija Tanzania atafurahia, tunampokea vizuri. Au la yote akija Tanzania anapenda. Ndio maana unaona watalii wengi wanapenda kukimbia Tanzania, kwa sababu tuna wakalimu. Tanzania sifa yetu ni ukalimu. Kwa hiyo sasa kuna baadhi ya mambo tusiyafanye ili akaweze kutuondolea sifa namna hii. Sawa. Kuna kitu kingine nataka kufahamu kwa upande wa sheria. Tumeona hivi karibuni baadhi ya vyama vya siasa vilisaini ile kanuni ya maadili kuelekea katika uchaguzi mkuu ambao utafanyika mwezi Oktoba. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema hakikuwa miongoni mwa vyama ambavyo vilisaini. Je, kuna room ya wao kupata nafasi ya kusaini na kushiriki uchaguzi kwa upande wa taratibu na kanuni za kisheria, ama kukosa kwao kusaini kanuni za maadili ndo wamekosa sifa kabisa kwenda kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu? Ukisema ukweli, hicho unachokisema kina mkanganyiko kidogo, kwa sababu swala uchaguzi ni jambo la kidemokrasia, na katiba imeeleza wazi kabisa kwamba wananchi ndio wenye mamlaka ya kuiweka serikali madarakani. Watawekaje? Kupitia uchaguzi huru. Kwa hiyo kwanza mtu kushiriki na kwa mujibu wa sheria ni kwamba hakuna mgombea binafsi, kama mgombea yote ni lazima atokane na chama. Kwa kitendo cha chama kimoja kisiposhiriki, kulingana na mikanganyiko ambayo inatengenezwa hapo, ni kwamba tambua kwamba wananyima, yani hiyo haki wananchi hawatendewi. Kwa sababu sisi tuangalie Chadema kama Chadema. Sisi tunaangalia sisi kama wananchi tunataka nini? Tunataka kiongozi wa aina gani? Kwa nini watu wasishiriki hiyo haki ya kidemokrasia? Kwa swala uchaguzi, hiyo ni haki ya kikatiba. Kwa hiyo haki ya kikatiba kwenye katiba mama haiwezi ikavunjwa na jambo la kikanuni, kwa sababu sheria yote ambayo itatungwa ikiwa inakiuka au inavunja ile haki ya kikatiba, kwamba haitaki kufuatwa. Huo ndio msimamo wa kisheria na ndio dhana ya kisheria. Tushafahamiana hapo Kwa jambo liko hivyo. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba nakwambia muungwana kivuliwa nguo huchutama. Kwa hiyo na imani bado ipo room, kwa sababu sheria au katiba mama bado imetupa uhuru. Kwamba hatuwezi kusema ni kwa sababu hujasaini uwezi ukashiriki. Ila hawezi kushiriki yeye mwenyewe kama akisema si shiriki. Kama alivyosema no reform no election. Ila akisema niko lazi kushiriki, wananchi watukagombane kwenye boxi, nadhani haina haja ya kugombana nao. Ya mtu kukaa mezani, basi kuombe bwana okay fine, tunataka chaguzi ifanyike kwa amani, maeneo yaliyopangwa ni haya, tuendelee na mchakato. Ndio demokrasia. Na ndio ukomavu wa kisiasa. Na ndio dhana halisi ya fuara, resilience, ustamilivu. Ustamilivu kama ndio mambo kama hayo. Kuna baadhi unajua unapotaka demokrasia, siku zote usitegemee kwamba mwenzako au wewe umeshika dola, mwenzako anataka kushika dola. Kwa
hiyo usitegemee mwenzako atasema yale ambayo unayapenda. Usitegemee. Tambua kwamba atayasema yale ambayo wewe hutaki kuyasikia. Lakini ni sharti uwe na uvumilivu na ustahimilivu wa kisiasa. Ndio kama kisiasa. Resilience katika zile fuara za rais. Kwa mantiki hiyo Chadema ni miongoni mwa chama ambavyo kimeshakomaa kisiasa. Ndio maana Chadema ni ukiangalia kwa Tanzania ni chama kikuu cha upinzani. Na ndio maana umeona kwamba hasimu wake mkubwa ni Chama cha Mapinduzi. Iko hivyo. Tushafahamiana. Kwa hiyo hawa ni mafahali wawili wanavutana. Kwa hiyo usitegemee kila fahali atamsemea mwenzake mazuri. Kwa kila mtu anataka kuyasema yale mwenzake ambaye hataki kuyasikia. Umeona? Yawe yana ukweli au la, ingaje kusema uongo ni kosa la jinai. Umeshafahamu kwa hiyo katika mambo ya kidemokrasia na mambo mengi sana. Unavyosema ukomavu wa kisiasa, yaani ni pamoja kwamba utegemea yale ambayo hutaki wewe yasikie mwenzako atayasema. Yatakuuma kweli, lakini inabidi uvumilie. Sawa. Kwa maana nakwambia punda afe mzigo ufike. Mzigo ufike. Mimi nikushukuru sana mkurugenzi. Nashukuru sana. Karibuni sana. Asante sana. Naona umekuja leo na kichuna. Kichuna wangu mie huyo, habibi wangu mie. Salma Juma Soda ya Bemba. Baika. Neno moja kwake. Nampenda sana. I love you so much sana.